Rajab Kundia, mkuu wa wilaya ya Newala, nakiri kupokea mwenge wa uhuru kutoka kwa Kanali Michael Mtendele, mkuu wa wilaya ya Tandahimba, ukiwa unawaka, unang'ara na kumeremeta. Hizi ni ripoti za Chivihi Media kutokea katika halmashauri ya mji Newala mkoani Mtwara, ambapo leo Mei 7, 2026 mwenge wa uhuru umepokelewa katika kijiji cha Lidumbe, kata ya Mchori 2, ukitokea katika wilaya ya Tandahimba. Mwenge huo umepata nafasi ya kuzindua mradi wa afya hapa katika kijiji cha Lidumbe shuleni, ambapo wananchi wameeleza kuwa awali walikuwa wakipata adha ya kutafuta huduma ya matibabu mbali, hali iliyosababisha baadhi ya wajawazito kujifungulia njiani. Fatuma Chibwana, mzaliwa wa hapa Lidumbe. Nimefurahi kwanza kupata zahanati, nimefurahi Lidumbe imependeza. Sasa hivi akina mama Newala watakuwa watajifungua Lidumbe. Tunaomba tu serikali iendeleze mambo mazuri ambayo wananchi wanayapenda yawepo kwa Rais Samia Suluhu Hassan, afanye maendeleo zaidi. Lami imeshafika, maendeleo yawepo mazuri zaidi, watu wajifungue kwenye zahanati ya Lidumbe shuleni, waongeze na sehemu ya kulaza maiti. Sehemu zote hizo ziwepo kwa manufaa ya wananchi wa Lidumbe. Nimefurahi kwenye mradi wa barabara. Tuna miaka mingi tokea uhuru utokee, barabara ilikuwa hatuna, lakini kwa uongozi wa Mama Samia Suluhu Hassan, uongozi umefanya vizuri. Lami imeshaingia wilaya ya Newala. Kwa hiyo maendeleo kwa wananchi, wamefurahi wananchi na wanaipongeza serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa mambo wanayoyafanya mpaka kufikia kipindi hiki. Tumefurahi sana, tumefurahi zaidi ujenzi wa zahanati ambayo leo mwenge wa uhuru unakuja kuzindua zahanati ile. Hilo tumefurahi sana. Jina langu naitwa Muhibu Rashid Seleman. Kwanza kuja kwa kituo cha afya, kwanza tunashukuru kwa sababu awali tulikuwa tunapata shida, tulikuwa tunatembea kama kilomita 10 au 8 kufuatilia kituo cha afya hapa Majengo au Tawala, pili Mahuta au Tangulengu au Mahumbika. Urefu ulikuwa mkubwa. Sasa hivi tulipopata kituo cha afya, kwanza tunashukuru. Tunajua kama huduma za kiafya zitapatikana kiurahisi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hili. Yaani hili limeleta faraja kubwa kwa sababu kuja kwa lami, najua kwanza usafiri utakuwa rahisi. Lakini pili kutachochea maendeleo makubwa sana kwa sababu panapopita lami na maendeleo yanakuwepo. Wangu Amina Haji Mnalunde. Mwanzo kwa kweli Lidumbe ilikuwa si Lidumbe, tulikuwa tunapata tabu. Tunaenda kujifungulia Newala au Mauta. Kwa kweli sasa hivi tunafurahi sana tena. Tunafurahi kwa kupata zahanati. Kwa kweli tunashukuru serikali inatufanyia kweli. Tufanyia mambo mengine yaliyoendelea mbele yake. Wazidi tu kutufanyia mazuri zaidi. Kwa kweli tunashukuru serikali na tuona ikipitia chama chake cha CCM. Akisoma taarifa ya mradi huo, afisa mipango halmashauri ya mji Newala kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa mbio za mwenge wa uhuru taifa ameeleza kuwa mradi huo umegharimu kiasi cha fedha za shilingi milioni 105 ambazo ni nguvu za wananchi. Hapo ulianza kutekelezwa kwa nguvu za wananchi kabla ya baadaye serikali kutia mkono. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, mradi wa ujenzi wa zahanati ya Lidumbe ni moja ya miradi iliyobuniwa na wananchi na kuanza kutekelezwa kwa michango ya fedha na nguvu za wananchi. Mradi huu ulianza kutekelezwa mwaka 2025. Mradi una lengo la kuboresha huduma za afya na kupunguza vifo vya mama na mtoto. Mradi unatarajia kunufaisha zaidi ya wananchi 3948 wa kijiji cha Lidumbe na majirani. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, mradi wa ujenzi wa zahanati ya Lidumbe una thamani ya shilingi milioni 105. Hadi sasa mradi umepokea na kutumia jumla ya shilingi milioni 70,528,500. Kati ya hizo fedha milioni 5 ni mchango wa serikali kuu kupitia mfuko wa jimbo, shilingi milioni 33,528,500 ni mchango wa halmashauri, shilingi milioni 32,000 ni mchango wa fedha za wananchi, nguvu kazi na thamani ya eneo la mradi. Mradi huu umetekelezwa kwa nguvu za wananchi, mfumo wa force account na kusimamiwa na halmashauri kwa kushirikiana na halmashauri ya kijiji. Mradi uko hatua ya ukamilishaji. Mradi umetoa jumla ya ajira 15 za muda kwa mafundi, vibarua, walinzi na mamantilie. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge,
kitaifa. Mradi utakapokamilika unatarajiwa kuleta manufaa yafuatayo: kupunguza vifo vya mama na mtoto, kuboresha afya ya jamii kwa ujumla, kupunguza umbali wa wananchi kufuata huduma za afya, kuongeza ufanisi wa utoaji wa huduma za matibabu. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa, wananchi wa kijiji cha Lidumbe wanaishukuru serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuchochea utekelezaji wa zahanati ya Lidumbe. Tunaungana naye katika ujumbe maalum wa Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2026 unaolenga katika ujenzi wa amani, umoja, mshikamano wa kitaifa. Jina naitwa ndugu Saidi Hamisi Mnumbile, ni mkazi wa Mnyambazi. Kwa kipindi hichi kilichopita, muda uliopita kabla ya zahanati ya Lidumbe, kulikuwa na changamoto za kufuatilia kituo cha afya mbali sana kwa kweli, na kina mama ambao ni wajawazito ndo hasa walikuwa wanaumia sana. Sasa hivi tulipopata hichi kituo tunashukuru sana, na furaha ambazo tulizokuwa nazo ni furaha kubwa sana. Upande wake mkuu wa mbio za mwenge taifa ameridhishwa na utekelezaji wa mradi huo. Ujenzi wa zahanati unaendelea vizuri, awamu ya kwanza umekamilika na kwa sasa upo katika hatua ya umaliziaji. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunashukuru sana wananchi hawa kwa kuweza kuanzisha ujenzi wa zahanati hii ili matibabu waweze kuyapata katika maeneo yao ya karibu. Lakini tunashukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuona kuna haja ya kuwaunga mkono wananchi hawa ili kuikamilisha hii zahanati. Dr. Samia oye! Dr. Samia safi! Mheshimiwa Rais baada ya kuona kwamba wananchi wameanzisha ujenzi wa zahanati, ameelekeza halmashauri ya wilaya Newala, halmashauri ya mji wa Newala kwamba walete fedha katika zahanati hii na kuweza kuikamilisha. Niwape taarifa tu ndugu wananchi kwamba zahanati inakwenda kukamilika kwa wakati na mtapata huduma za afya katika maeneo yenu haya ya karibu. Na Mwenge wa Uhuru umefurahishwa sana na ujenzi wa zahanati hii na unawapongeza sana wananchi kwa kushirikiana na serikali kuanzisha ujenzi wa zahanati. Hivyo niwaombe wananchi mkae mkao wa kura. Zahanati itakamilika sasa hivi na mtapata huduma hapa katika maeneo yenu ya karibu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, baada ya kusema hayo, sema tu Mwenge wa Uhuru umefurahishwa na ujenzi wa zahanati na uko tayari kuweka jiwe la msingi ili zahanati kamilike na wananchi wote. Nikiripoti kutoka katika kijiji cha Lidumbe shuleni, halmashauri ya mji Newala mkoani Mtwara, mimi ni Heri Abdalla na hii ni Chivihi Media. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine.